uloanzia ambalo sitaki kuwa nagusa la timing, inawezekana kwamba bodi ya ligi, na hata ambapo tulimsikia mara mwisho Waziri Kabudi akiwa habari maelezo Dodoma, alivyoulizwa swala la Simba na Yanga ile jambo lao, alisema kwamba ile swala saizi bado lina usiri, hatuwezi kuzungumzia chochote, lakini mamlaka ya mpira ndio itakayozungumza, si ndio itakuja kutolea majibu. Na inawezekana kwa kipindi kile kwamba TFF bodi ya ligi walikuwa hawezi wakafanya chochote kwa sababu jambo lipo kasi, kwamba haiwezekani jambo lipo kasi. Na moja kati ya maeneo ambayo Young Africans waliomba kasi ni kwamba ule mchezo usipangiwe tarehe nyingine, si ndio? Na huku pia majibu yalikuwa hayajatoka ya ule uchunguzi na ile kesi namna ambavyo wao bodi ya ligi waliichukua na kamati zao za ndani. Sawa? Kwa hiyo naamini kwa kipindi kile isingekuwa rahisi kwamba jambo lipo kasi, wewe huku kapanga tarehe. Unakuwa umekiuka mamlaka. Yani hapo unaweza kutengeneza jambo jingine tena. At the same time hauwezi ukaja ukatoa tunasema hiyo labda majibu ya mwisho, kwa sababu pale kulikuwa hamna kesi. Young Africans ambacho alikifanya yeye alikuwa anauliza kwamba kwa nini mchezo huu uliahirishwa. Tunataka tujue sababu ni za msingi. Kuna maandiko mawili, si ndio? Yes. Ilikuwa hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo jambo lilienda, wakati huku ndani busara inajaribu kutafutwa, serikali inajaribu kuingilia kati kutafuta busara. Yanga alikuwa kasi. Kwa hiyo muda ule hata busara amwezi mkaitumia kwa sababu amjui kasi utakuja na kitu gani. Kwa hiyo saa hizi baada ya majibu ya kasi kutoka, tutegemea bana vile vikao, maana tuliambiwa pale na sasa hiyo na Profesa Kabudi kwamba kunaweza kaa kuna muendelezo wa vikao vingine baada ya jambo kurudi kutoka kasi. Ndilo eneo ambalo kwa nafasi kubwa busara ambayo itakuwa itumike, itakiwa turudi kwenye engo ya jamani, ili jambo tuliomba malizwe mezani kibusara. Kwa hiyo kwa sababu kasi wamerudisha na Young Africans inaonekana kuna nafasi mziruka, kabla mjafuata hatua nyingine tuzungumze tena. Lakini kwa bahati mbaya bodi ya ligi ndio wakawa wa kwanza kuja kwenye conclusion ya kwamba tunatoa tarehe mpya. Kwa hiyo lile eneo likafuta yale mazungumzo ambayo tuliona serikali wameanza, na tukaona kwamba maamuzi yameshakubaliwa na bodi imepewa mandate ya kufanya nini? Ya kupanga ratiba mpya ya mchezo. Wakati Kasuga, umesema kwa maana ile barua ya kasi imefuta ya mazungumzo ambayo kwa maana serikali iliketi na barua ya kasi sema imefuta. Kwa maana ile barua ya bodi ya ligi imefuta ule mwendelezo wa vikao ambavyo walikuwa wamekaa serikali na wadau hao mbalimbali wa soka. Lakini ukirifaa kauli ya Profesa Paramagamba Kabudi ambayo umezungumza, aitoa kule habari maelezo Dodoma, amesema hili jambo litatamkwa ama tamko la hii suluhisho na kwa maana walipofikia kuhusiana na hii dabi ya Kariakoo itatolewa na wenye mamlaka. Sasa kama wenye mamlaka ndio walichokifikia hiko, kwa nini sema kwa maana bodi ya ligi na TFF wamekosea wakati hiko ndio kilichoafikiwa? Mimi kwenye engo yangu kwamba kwanza jambo la kwenda kasi ni jambo ambalo lilikuwa lipo la 50 kwa 50. Of course, kama wameenda wajaenda. Lakini nchi nzima ndio maana ilikuwa inauliza serikalini, bwana mliingilia kati ile jambo limefikia wapi? Sawa. Na ndio maana mimi kwa imani yangu ya kawaida naamini jambo lilipokuwa lipo kasi, na moja ya kipengele ni kwamba huu mchezo usipangiwe ratiba, ilikuwa ni ngumu kuona bodi wakiji. Lakini kwa sababu wote tulikuwa tunasikiliza kwamba baada ya Yanga kwenda, baada ya Simba kwenda, BMT walikuwa kati, wizara iliingilia kati kwenda kulisikiliza ile jambo. Sawa. Wastara anazungumza, inawezekana kweli kwamba ndani walishindwana kwamba bwana tusubiri kitakachokuja, si ndio? Inawezekana. Lakini sisi kama raia wa kawaida tulitamani kujua kwamba ile busara, sawa, kwa sababu sasa hizi kinachokuja kutokea kile ambacho tuliamini kwamba kinaweza kikasolve ile tatizo hakijashindikana, maana imeshindikana. Wakati kwa tunaamini kwamba bwana baada ya hatua zote za kikanuni kisheria hao watu wameenda kukaa meza moja wanazungumza. Maana yake tukubaliane kwamba kile ambacho tuliamini ni busara, hii taarifa ya bodi ilikuja ikatuambia kwamba bwana lile jambo la mazungumzo limeisha. Sisi tunachukua nini? Tunachukua nafasi yetu, tunachukua maamuzi. Ndio kuna kauli ya Wastara kwamba kwa sababu Profesa Kabudi, si ndio waziri, alisema kwamba mamlaka ya soka itatangaza, maana kilichokuja kutangazwa kile jambo limerudi
sio kwenye busara, kikanuni huyu ndio mamlaka ya kupanga. Maana yake kilichozungumzwa ndani, kilichozungumzwa ndani wao ndio wanajua izungumza nini ndani. Waliwezana, walishindwana, lakini inaonekana power ilirudi kwenye mamlaka pasipo na mazungumzo labda ya kukubali kwamba huyu mtu anacheza au acheze. Maana yake sasa Wastara saizi kwenye level tuliopo, kwenye level tuliopo mezani kumshawishi Young Africans, maana yake walishindwa mpaka hapa tulipofikia. Of course tufuate nini? Tufuate kanuni na taratibu. Bodi ya ligi ndo katangaza mechi. Maana yake Young Africans anachoendelea kukigomea ni kile kile cha mwanzo. It means Wastara vile vikao conclusion yake ilikuwa mamlaka maamuzi atakapokuja ichukue nafasi yake. Ndio ndio hivyo Wastara. Na kitu kama Yanga na msimamo ule ule. Maana yake vile vikao vya kuitana ndani vilikuwa na majibu. Walishindwana wakabaki kwenye kanuni. Mimi majibu ya kasi alivyokuja, huyu katumia power aliyenayo, bodi ya ligi, Yanga kabaki na msimamo wake. Na kitu ambacho mimi nilikuwa pengine tusidhania ama kufikiria, ila tulijadili hapa kwa pamoja. Kasi wamezungumza hiko, bodi ya ligi ikatangaza tarehe, mechi iende kufanyeje, mechi iende kuchezeka. Na kasi pia walioelekeza Yanga waende katika mamlaka ya soka nchini, kwa maana kamati ya rufaa, baada ya kupinga maamuzi ambayo yalitolewa na bodi ya ligi na TFF. Kwa barua hii ambayo imetoka leo Yanga, mnitarajia Yanga waende kwenye kamati ya rufaa, na kama wasingeenda mpaka mwisho wa msimu, mnitarajia bodi ya ligi wafanye kitu gani? Yani Wastara, bodi ya ligi walichokifanya ni sahihi. Kwa sababu kwenye maboresho ya ratiba wao wana hiyo power. Na unajua hii power wameitoa wapi? Na ndio maana mchana hapa Elbo alisema kilichokuja kutokea ni kama kuna kutunishiana misuli. Yaani kwa kuna viziana. Majibu yametoka hapa. Atakayefeli tu nimekula kwake. Atakayefeli tu nimekula kwake. Kwa hiyo ilivyoonekana kwamba Yanga kaambiwa aje aanze mchakato upya. Uje uanze mchakato upya. Wao akaja na majibu. Yeye akaja, mchezo wangu na upangia tarehe. Ndilo eneo ambalo Wastara tunasema kama unaiona hii picha, si ndio? Hii baada tu ya kasi kurudi kutoka majibu, bodi kachukua kaweka tarehe. Ndio tunasema, ndio maana nikasema kwamba yale mazungumzo ya ndani yaliyoenda, maana yake ilienda kujadiliwa kikanuni. Si ndio? Busara ambayo tulikuwa tunaambiwa, maana yake kwa sababu kama ni busara kwenda kuzungumzwa, ilikuwa ni kwenda kumshawishi Yanga. Okay. Kasuga, sasa kwa mazingira yaliyopo, kama kwenye interview ambazo tulimsikia hapa Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, kwamba tulipofikia hapa ni changamoto ambazo zipo toka miaka ya nyuma zilizolelewa, wakati tunazungumzia issue ya nini, ya busara. Kama Yanga wanaamini mechi iliahirishwa kinyume na taratibu za football, Simba alifanya vile kwamba TFF hawezi kunifanya lolote, maana kina Yanga ndicho anachosimamia. Kwenye hicho niuliza Brain, majibu yapo kwa kurifaa ambacho kilizungumzwa na mwenyekiti wa bodi ya ligi. Kwenye interview ambayo Steven Mguto alifanya na wanahabari wenzetu wa Mwananchi, si ndio? Ndio. Ile interview tuliiona, tuliisikia na hapa pia tuliinukuu, si ndio? Kuna moja ya kipengele ambacho mwenyekiti alikigusia kuhusiana na maamuzi ambayo alifanyika. Ilikuwa ni kumwepusha mkubwa mmoja kushuka daraja. Hiyo ya tarehe 8. Si ndio? Hiyo ya tarehe 8. Kama interview zake siku hiyo tarehe 8 mpaka saa 4 anasema game ipo. Lakini hiyo interview anainukuu mimi nimekuelewa. Mimi nimekuelewa. Wanasemaje kwamba inawezekana Simba alitoa ile barua yake usiku. Si ndio? Ikaenda tarehe 7. Ikaenda pa kuna level ikafika bodi wakawa wanaamini mchezo utachezwa. Lakini ikafika mpaka ile saa 8 wakaona uhatari uliopo. Kwamba wana msimu wao. Huyu waji huyu. Lakini huyu ni nani? Huyu ni Simba. Kanuni zitakapokuja kuna adhabu kubwa itamuhusu huyu, wakachukua yale maamuzi. Na kama nitakuwa kumzungumza zangu zimekaa sawa, ikaguswa mpaka nguvu ya Simba na Yanga kwenye amani ya nchi na namna ambavyo serikali inazitegemea hizi timu, ndio likaulizwa swali, nani ana guts za kuishusha Simba au Yanga daraja saa hizi hapo? Na ndio hili kwamba Yanga na lile jambo haya mengine yote, ndio maana nasema sisi tunapiga kelele lakini majibu tulikuwa nayo. Lakini sasa ukirudi ndio utarudi kwenye ile eneo kwa tunazungumza na Wakanda jana kwamba sababu za Simba ulikuwa ukizoea kwenye makaratasi ukazitazama katika hali ya kawaida, ulikuwa ukizipima, sio sababu ambazo ziliwafanya wao wakashindwa kucheza mpira. Of course. Ingawa tunaacha eneo hili
hatujui wao waliathirika kwa kiwango gani. Kwa hiyo huwezi kuweka kwa 100%, lakini ukipima kwa nje, kwa sababu hizi Simba walikuwa na uwezo wa kucheza. Sasa itabaki kwenye kipimo, kwenye ile kanuni ya 34 kifungu cha kwanza 1-3, yes. Si ndio? Ambacho kinasema bodi ya ligi inaweza ikaiwailisha mchezo kwa sababu watakazoziona zina mashiko. Sasa ni nani hapa anapima sababu zina mashiko au zina mashiko? Ndio zile kaja kazungumzia issue ya usalama. Sasa bodi yeye ndo pale akapima akasema kwa sababu hizi mimi naailisha mchezo. Na hiyo mandate kwa mujibu wa kanuni vilabu vyenyewe viliipa bodi. Hata wewe kwenye familia yako lazima kuna kanuni moja utaitengeneza, kauli yangu ndio ya mwisho. Kwa hiyo bodi naye kupitia kanuni ya 34 ambayo pia CAS wali court iliwapa bodi hiyo kwamba bodi waliualisha ule mchezo kihalali. Sasa jambo ambalo litakuja saa hizi. Sawa? Mchezo ule alama 3 mtu anatakiwa apate. Anazipataje? Huwezi kumnyoa Simba wewe mwenye mpira wako au wewe mwenye ligi ndio uliailisha mchezo. Na Simba ndo anakuja na hicho hiyo sababu. Simba hakuja, Simba baadaye atasema sikucheza ule mchezo kwa sababu mchezo uliailishwa na nani na wenyewe. Young Africans yeye anataka kujua sababu za msingi hasa ambazo zisababisha ule mchezo usicheze. Manake haamini kwenye engo ya rushwa, haamini pia hata kwamba sababu wanaamini ile sababu ilikuwa nyepesi. Nimezungumza na mtu mmoja ambaye yeye amepita TFF, alikuwa kwenye kamati ya utendaji ya TFF, lakini pia alikuwa akidili na upande wa sheria of course yeye ni mwanasheria. Akaniambia kwamba Young Africans walikuwa na uwezo wa kurudi kwenye hizi kamati za TFF, wakarudi na ombi la kisheria kwamba mchezo usipangiwe tena tarehe. Wana hii game isipangiwe tarehe. Kuna vyombo hivi vya TFF ingawa ni mawili, kamati inaweza kakataa au ikakubali. Sawa. Lakini kamati kikataa ikikubali, wao kesi yao waiendeleze, lakini wacheze under protest, kwamba unacheza lakini una kesi inaendelea. Hii inakusaidia kote. Inakusaidia kote ukicheza under protest. Kwamba kesi yangu mimi inaendelea, ambayo inawezekana hapa nyumbani ukapewa hukumu ambayo ikakufanya ukarudi tena kasi kwenda kulitazama jambo, kama unakuwa una nia ya kweli ya kuipambania haki yako, kwa sababu inaweza kachukua muda. Leo hii unaweza kaenda uwanjani kwenye mechi, unacheza under protest na kesi yangu inaendelea. Sawa? Kila mtu anakuwa anajua. Unafika pale unacheza, unapigwa, unapoteza alama, unaondoka. Well and good. Kikubwa umefuata kanuni kwamba nimecheza mchezo. Inawezekana mwisho wa siku ile kesi wewe ukashinda. Kwa sababu ulicheza under protest na inajulikana. Ile kesi wewe kama kule umeshinda kwenye vyombo vya kisheria, unakula alama zako 3 na magoli yako 3. Hizo ni mamlaka za juu kule CAS tu. Hiyo kesi inawezekana hata humu ndani wakaona kwa hivyo sheria ukicheza under protest ukashinda pia mechi baba goli 1 au goli 2, kesi ukashinda, unakula goli zako 3 na alama zako 3. Watu wakishinda uwezo goli zako 5. Ndio watu nasemaje, si una imani na hawa, piga under protest. Na sasa muda sio rafiki sana wastara, tumalizie hapa. Nikimalizia hapo, juzi tulikuwa tunazungumza kuhusiana na namna Al Ahly wana ukubwa wao pale nchini Misri. Watu wakasema wana ukubwa gani, alama 3 wamekatwa. Kwa kuweka sawa, Ahly hawakukatwa alama 3, ila Zamalek ndo amepewa zile alama 3. Lakini pia kama shida ni kufanya hizi haki ziwe sawa, jirani zetu sasa hivi na Afrika Mashariki wenzetu DRC, TP Mazembe na FC Lupopo, dabi yao haichezeki kamwe, ila wanapewa alama 1. Tufika huko? Sasa kama sijatoka hapa, unajua kuna level ambayo tumefika ya Young Africans na mamlaka za soka, TFF, bodi ya ligi. Hili jambo unajua lilianza taratibu. Lilianza taratibu kama mnakumbuka, mdogo. Jambo hili lilianza mdogo. Lakini sasa hizi imekuwa kubwa zaidi. Lilipofika ni level kubwa na mbaya. Kwa sababu tulianza taratibu bwana hivi masuala ya usajili, maandiko. Kwa time nakumbuka usajili wa Lazarus Kambole TFF ndio aliushughulikia na Kisinda bali kwa sababu ilikuwa hatari. Sawa. Haya mambo yakawa yanaenda. TFF na Yanga kila siku wana migogoro. Watafungiana, watafanya hivi, watapunguziana adhabu, kitazungumzwa hiki taratibu. Kwa hiyo ile chuki imekuja kuwa ni jambo la kawaida zinapokuja pande hizi mbili. Sawa? Kwa hiyo hii ni kama ile wapenda movie, kuna movie moja inaitwa The Hate You Give. Sawa? Kwamba mtoto anavyokuwa analithishwa
dhidi ya Brain. Sawa? Yani ndio kama saizi kila shabiki wa Young Africans katika makuzi hawa kizazi kipya walikuwa wanakutana na yani kila siku wanapewa jina baya kuhusu TFF. Yanga mara sijui Mwakalebela kafungiwa, mara sijui kafanywa nini, sijui Manara kafungiwa, mchezaji sijui kwenye usajili imekuwa hivi, imekuwa inaenda hiyo. Sawa. Sasa hili jambo namna ambavyo lilikuwa linaenda lilifika kwenye level sasa wamezoeana. Hakuna anayetaka kumheshimu mwenzie. Hakuna anayetaka kumsikiliza mwenzie. Haya maisha tukuishi kwa Malinzi against Simba. Malinzi, Jamali Malinzi wakati ule. Kwa Jamali Malinzi? Kutokuwa na imani hivi. Kutokuwa na imani hivi. Ile ilifika lakini sio kwa level hii. Yani kipindi chake ile zilikuwa nyingi. By the way, Simba naye pia alikuwa watu wasema anakuja na TV sio kwaje. Simba naye alikuwa na shida zake. Yani licha ya mambo yote, Simba alikuwa na shida zake. Unajua msimu uliopita ndio msimu ambao mimi kwa umri wangu nilikuwa nategemea kuona msimu labda mgumu wa ligi kwa sababu Simba alikuwa na tajiri, Yanga alikuwa na tajiri, wote walikuwa wana hela. Lakini bahati mbaya kaja eneo hili Simba hakuwa na timu bora kwenye quality hapo nazungumzia. Kwa hiyo kile ambacho tulitegemea tukikiona kwa mara ya kwanza kwenye labda kwenye historia ya soka la Tanzania tunakuja kuonekana msimu huu kwamba wote super powers, hakuna mwenye njaa, hakuna anayepata matokeo mabaya. Kwa hiyo mistake ndogo tu ilotokea ndio inataka kuamua bingwa ndogo tu. Okay, inaweza kaamua bingwa. Kwa hiyo kwa TFF na Yanga hiki tunachokiona saa hizi kimetengenezwa kwa muda mrefu na kinaenda kinarithishwa. Maswali yangu mawili tu ya haraka haraka. Kwa kuzungumzia hapa Simba kwamba of course Young Africans wangecheza under protest. Kwa nini Simba wakati ule singefanyika hivi hivi? Kama mwanasheria ulikuwa unazungumza naye, kwa anazungumzia hicho kitu. Mwisho, kama Yanga amezungumzia kwamba hawana imani na kamati zilizopo, of course iskwepo pia TFF. Nafikiri ni wakati sahihi wao kuachia ngazi. Kwanza eneo la Simba maana wame question uwezo wa watendaji. Tukubali kabisa kwamba na Brain majibu nimekupa, tumeambiwa sababu ya kwa nini mechi iliahirishwa. Ndio. Si ndio? Kwamba mechi iliahirishwa kwa sababu kuna adhabu kubwa ya kumchukua mtu alama na kushushana daraja. Lakini hicho unachokiona si uone kama kinaenda hivyo. Maana alikuwa anazungumzia na Wakanda, akasema kama Yanga watagomea kwa kuwa hawajaandika pia rufaa nyingine kwenda TFF kwamba maybe bodi ya ligi usipangiwe ratiba huu mchezo. Wao akapanga ratiba. Simba kafika uwanjani akapewa alama 3. Kikanuni, si ndio? Kikanuni saa hizi na ndio maana inazungumzwa kwamba ili jambo lilipokaa saa hizi bodi ya ligi akitoa ratiba, si ndio? Ya mechi. Watu wakamilisha taratibu zote za mchezo. Young Africans hajafika. Atakuwa na sehemu ya kwenda kujitetea tena zaidi, zitabaki kelele na historia na propaganda. Sawa? Kwa sababu kwenye chombo cha kwanza ambacho kingeweza kusaidia Yanga alikoenda kimemrudisha. Rudi nyumbani, kakamilishe 1 2 3. Na ndio maana hapo kuna kauli nilisema, kama una uchungu na haki yako, haijalishi utaipata leo au kesho, endelea kufuatilia, wewe endelea kuipambania. Kwa hiyo kifanya saa hizi mimi kwa picha yangu tunaiona Yanga ni kama wamekataa kwamba bwana atufati kanuni wala sheria kwenye hili jambo, sisi tunaamua. Na ndio maana ile barua mkiisoma vizuri nguvu ya wananchi imeombwa mjue. Paragraph ya mwisho je imeomba nguvu ya wananchi. Wale watu wameitwa kwamba bwana kwa sababu hatuendi kwenye kamati zenu, kila mwana Yanga tunaamini ataipambania. Kwa hiyo sasa hizi inachotegemewa ni tagi ubavu. Nimeona kuna comment ya Daniel Malembeka anasema Wastara, issue iliyopo ya kuwa Yanga wametoa taarifa kwa umma kwa makusudi ili kujibu tamko la bodi ya ligi walilotoa baada ya barua ya CAS. Kwa hiyo ni kuendeleza pressure na kusogeza mambo mbele. Mimi Kasuga nilikuelewa, ndio maana nikakwambia timing haikuwa sahihi. Inawezekana vile vikao pamoja na serikali kupitia wizara ya michezo labda vingeendelea. Ndio angeitana tu. Sasa yani nakuelewa pia Wastara unavyosema labda ndio tamko rasmi limetolewa. Ila yani ukiangalia timing haikuwa sahihi. Hata saa 3 hazikuisha. Yani pale naona Yanga wamefanya kusudi kutokana na kile ambacho kilichotokea. Ukitazama ile barua ya CAS, si barua zote huwa zinavujaga.
ile kwani kavujisha na yani zile barua kwanza kupita usiri kwa watendaji ni shida. Kuna watu walianza kuzitanguliza zile mambo eneo la kwanza. Mwenye kesi alikuwa nani? Yanga. Alikuwa Yanga. Ndio. Of course wale wengine wote waliotuhumiwa na wenyewe pia walipewa nani zao za taarifa. Kwamba by the way yeye ilikuwa kesi unapewa taarifa. Mabana baada ya shauri lenu ili sisi halina nguvu. Tulikuwa hatuna nguvu nalo. Maana yake Simba alipata, Yanga alipata. Mpaka saa hizi Simba katoa. No. Yanga kaitoa. TFF kaitoa. Lakini ilifika nje. Si ndio? Kwa hiyo yani Kasuga kwa kuona tu Yanga walivyoona kwa maana wamerudishwa wao wenyewe. Yani wao wenyewe kwa vile zile KO ambazo wanazopigwagwa wanaweza kuitoa ile barua hadharani watu waione. Young Africans wao ndo waliitoa ile kwa sababu ile barua ilikuwa inawapiga wao. Yani ukikaa chini ukitulia vizuri ile barua kasi ni kama ameambiwa Yanga kuna hatua mmeruka. Rudini. Kwa hiyo huwezi kuja kujichoresha na ndio maana tunasemaje kwamba kwenye hili jambo kuna pande zilikuwa zinatafuta ushindi. Kuna pande zilikuwa zinatafuta ushindi. Na ndio maana wameviziana tu. Kwa sababu hata kama Yanga yeye angekuwa ameshinda ile mapema tu angetoka nayo, angeruka nayo. Kwa hiyo upande utafuta ushindi wamekuja, wametoa taarifa. Kwa hiyo sisi kama wadau nadhani mimi ninaamini level tuliofika sio level nzuri. Ni mbaya sana of course. Ni level mbaya kwa sababu kubwa imoja. Tarudi kwa Mzee Mguto. Mimi nisiwe muongo. Barua ya Yanga saizi eneo pekee inayotegemea sio sheria tena. Sio kanuni tena. Sawa. Yanga wanategemea busara. Yanga saizi anaamini kwamba hii vita ataipigana kupitia watu wake na atashinda. Jamani isomeni barua vizuri ya of course hatuna imani na mamlaka za soka. Na ndio wanasema kwamba wana question uwezo wao. Kama kila mwana Yanga ile ndio eneo lao kwamba kila mwana Yanga ataipambana. Maana yake saizi ukiisoma ile kwamba hii jambo wamepewa wenyewe wana Yanga walipigie kelele jambo lao. Kwa sababu pale amna mwanasheria nani bwana Hilal ndio. Of course. Amezungumza kwamba Yanga walikuwa na uwezo wa kuandika tena. Si ndio? Kuna nyakati fulani pia nilipata nafasi ya nani mzee wangu Mvela tunitafuta mchana. Sawa, naye akasema Yanga ongeza tena Mvela alisema kwamba kutokuwa na imani na mtu ni jambo la kawaida kabisa. Of course. Inawezekana mimi na imani na Wakanda. Lakini alihalalishi kwamba ushinde kwa taratibu. Lakini kuna taratibu za kukosa naye imani.